tulikuja kwenye ulimwengu tukiwa utupu, na ndivyo hivyo tutakavyorudi katika tumbo ya dunia tukiwa utupu. Tulikuja hatuna kitu chochote, na ndivyo hivyo tutarudi hatuna kitu chochote. Ndio maana kabla tujaomba, nimependa niwapatie pole, mfarijike. Hii inapasha kutokea, kwa maana hii ni safari ya kila mtu ambaye anavaa mwili, na wakati inatokea ya muhimu inaombaka kujiandaa. Unajua, je, leo nikitoweka itakuwa namna gani? Acha kila mtu aheshimu Mungu, kwa maana Mungu ndiye mweza yote. Yeye ndiye alituumba, tunatafuta kuongoza ombi. Acha tuombe. Uishie juu mahali pa kuinuka katika kila jambo na katika kila hali. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kuomboleza kwa ajili ya ndugu ambaye ametutoka. Ni katika hii mwili tunakuwa na huzuni sana, lakini uje ukamate mioyo yetu, kuifariji, na zaidi sana ukituonesha kwamba hii ni mwisho ya kila kiumbe chote kenye uhai. Ndio maana tunakuomba katika hii saa ya mchana wa leo, uje kutuongoze kabla hatujaondoka mahali hapa. Uwe ndio onekane kutangulia zaidi, ukamate kila hatua na kila jambo letu, ili wewe onekane kutangulia. Mfalme wa amani, sisi si kitu, hatuna lolote, lakini kwa kuwa wewe ndio unayeweza yote, ambaye unajua iliyo mioyo ya wana wako, uje onekane kuwa yote ndani ya yote. Ndio simame basi pamoja nasi, uwe miongoni mwetu, uongoze taratibu na wale watakaoongoza, na zaidi sana hata hatua kwa hatua onekane kuwa pamoja nasi. Kaka yetu, mdogo yetu, mtoto yetu, mjukuu wetu anatuacha siku ya leo, tunaenda kusindikiza. Ndio kwa maana tunanikaribisha ninyi wote ambapo unaacha manyumba zenu, unaacha makazi. Kuna wengine wanatembeza magari usiku mzima kufika hapa, wengi wanatoka, wengine masaa mbalimbali na kuya hapa. Tunajipa ile moyo, amkuangalie vitendo vizuri ama vibaya, nisema tunaenda kusindikiza kwa siku yake ya mwisho. Ndio kwa maana tunanipokea hapa hivi. Tutanipatia programu yetu ya siku ya leo hivi, itaendelea. Najua kila mmoja na mwingine waliona zamani kwenye matelefoni yetu hivi, ilikuwa ilishapangiwa na tunaifuata hivyo hivyo. Mbele ya kwanza hivi tunanikaribisha, tutaomba mwimbo mmoja kwa dada ndugu kula ananikia kwanza kumsindikiza ndugu huyu na nyimbo ile. Mungu na sisi wote tunaweza kuimba pamoja, tuimbe sisi wote pamoja. Haleluya na Yesu haleluya, haleluya, 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 haleluya na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. 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 Grand Kasai Sangaluba. Tuna grupu ya umoja ni nguvu. Amen, amen. Amen. Tuna baba yetu anatushapote ni communauté congolaise. Ili vitu ya kuendelea kusindikiza ndugu yetu, mimi sina nyingi ninaweza kuongea. Hivi mko ndani ya sala, amwangalie kabila hapana, na muangalie ngozi, na munaangalia sema ni wenu. Na mimi najua hii familia yangu iko hapa, kwa maana mimi nakuja hapa jua kusema tubasutenir mie na mwe tena pamoja. Asante, Mungu ambariki. Tunataka aseme kidogo aina sie ndio basimamizi ba hapa hapana. Mwenyewe anatusimamia ni mama Kasonso Romana na mama Pascaline. Bote bawili mmoja kumkazi, mwingine anabakia kunyumba na tengeneza juu apuya kutosindikiza tena. Sasa kwa sauti hatuna vya kusema, siye ndio hatuna basimamizi hapana. Tunaweza pita kuweka tu ojo yenyewe batutumia kwa president federal wetu Papa Morisho, jo yeye ndio mwenyewe mkubwa wa kundi yetu. Ano mtu subiri kidogo tuweke nani. Ndio. Ojo aina mrefu ni unafuata na muda yenyewe banatuandikia hapa. Juma lingine kusali vingine wataweza kuya vingine watakuya hapa. Hivi tutasikia ile ojo kidogo, ni mambo iko très important. Amojambo bandugu. Amen, amen. Hii inamfikia leo, kesho takufikia. Tutatoka hapa, wengine wataenda kusali, wengine wataenda fasi fulani. Na wengine wanaweza kuja kusali batakuwa ni baki, wengine watakuja hapa. Inabidi tuishikie ile ojo, itatusaidia. Merci sana. My name is Mauricio Saleh, the director of a non-profit organization, UFFAC. I just want to present to you a tribute of honor and the united brotherhood to the family and the loved ones of Bukasa Kapuku. It is with heavy hearts and a profound pride that we, the leadership and members of UFFAC, gather to honor the life of our brother. As director, I stand here representing a community that spans borders but shares one heart. Our story is one of resilience. From our roots as Congolese in Zambia to our current homes across the USA and Canada, we have learned that our greatest strength is each other, means we rely in each other. We founded this organization to ensure that no member of our diaspora would ever have to stand alone. Today, we honor Bukasa Kapuku not just with words, but with our actions. Mama hapa mimi naita Kazadi na mimi ndio muyomba yake, nashimamia fami ya na shina mkubwa na biko mloko na kuko bakubwa tena kunipita tena mie beko hapo na tuko na bazazi na beko hapa na aina sasa mimi nasimama hapa presque mimi ndio ninakuwa mkubwa wa jamaa yote hapa na shina mkubwa kwa beko Afrika na mimi nasimama hapa mimi na representer famille na mimi ndio muyomba yake ya mwenyewe analala hapa ya Bukasa Kapuku ndio jina lake na alizaliwa mu 1998 mwenji ya kwanza na leo 11 maki hii mwenji na isha leo 11 ndio ilikuwa date ya kuonesha ya miaka yake sasa
na Bukasa aliingia hapa pa Ameriki mu 2021 njo alifika hapa pa Ameriki hapa. Na Bukasa ana ye moya eko na jamaa na ni mtoto wa pili mtumbo ya mama yake. Basi dada yake eko hapa anaacha baloko na mama yake, na baba yake eko hapo baba yake anataka ku Kongo, mama yake eko ku Zambia. Najua kifo kya Bukasa tuingariki nafuatilia kwa sababu hatu ya kuya shua, hatu ya kuya anakufa je. Presi siwezi kudetaye asema Bukasa alilukula Bukasa alifanya ni presi siwezi kudetaye presi na mimi nashimama yake ni kintu kiko na uma kuro. Kwa sababu siwezi kusema sababu Bukasa alikufa munjia kana make shimishi ya kuya siri na shina shua not sure. Mais mambo tukanafuatilia tujue rufu mlikufa je. Selo ile iko question mark. Presi mwanzo sema il faut attendre que Bukasa alikufa. Presi ni detail presi na sisi tunashia kwa sababu Bukasa anafanya nini anakufa. Mpaka vile huko nakuya hapa tena mimi nikuya. Tunashia kwa sababu Bukasa anafanya nini anakufa. Na tujue Bukasa anakufa nini hapana. Kwa sababu kuenda kwa haraka tu kwa sababu tunakimbishana hata. Kitu kingine kwa jamaa mimi najua Bukasa anakufa, alikuwa hapa pa Ameriki. Alikuwa na marafiki, alikuwa na bantu anaanza kuishi nabo, mtu anaanza kutumika. Sasa kama Bukasa alikuwa na ndeni na mtu eko na eko mtu alikuwa naye na ndeni ava hatuyaondoka hapa Kilio, tunapenda kuona ule mtu ilifo akuwe tunani naye. Unajua wanasemaka wakati mtu analala ndio panatoka mambo yote. Presi kama wewe unafanya bujinga unekala tu asema hapana mimi nikala presi shughuli ayanenda kuna kintu. Shia tunasema kintu presi atuyue. Ule anakufa presi ndio anayua verite maisha yake. Sasa kama wewe unayua kwa kimoya kia huyu mwenye analala hapa. Après kutoka tu kwa maziko ilifo uko tuone. Uko tuone kama Bukasa eko na ndeni yako kama uko na ndeni ya Bukasa pardon mimi nakulomba ukuye uko tuone, kwa sababu mishipenda sababu kama tunazambalala kumwisho yote tuanze kuitana mwa hapana pale mili sababu no presque mimi nashimama hapa tangi myombage nashimama tangi mama yake tangi baba yake hapa. Na kitu kingine kama mimi najua Bukasa aliacha dada yake hapa na jamaa yote ya vale bantu vale kama kukubako kukuba nani na après presi mishi ya joe mimi nasema tu en général il faut que mwisho wote il faut tukue tonani ndio kuikala tukue tuikale na tuongee tu namna gani ili tunaweza kupartager na kuisha mambo yote pamoja. Kitu kingine mimi nashukuru sana kwa jamaa yote mona dépenser transport kutoka ma state ya kwa China. Mungu amebariki sana. Presque aina kintu teketeke hapana kwa kusema twende tukaone presque huko bengine hapa ya kureka hata nchumvi ya Bukasa. Hapa ya kureka hata drink ya Bukasa. Mtu anatosha pesa yake analipa anatosha transport anafika hapa. Mimi na Mungu akubariki sana. Mimi napikia tena inyo Fera Force umoja ni nguvu. Merci sana kwa kazi wanafanya kwa sababu kama haina kama maiti yetu tulipasha kuipeleka. Kama aina hii moja ni kwa sababu hata nilishikia papa moderateur anasema insiste kusema kama mnaye kitu anafanya kitu kizuri hivi kama na huku hapa kama hauna mwile ngunji pardon joina ile inakwasa ni assurance ya maisha yako ya kesho. Kama leo hii kama mkambo yake kama mzee ashukuye mwii kitu hiki kale ile tulipasha kufikia wapi na hii maiti tulipasha kwenda wapi? Pardon, mimi nashukuru sana kwa Union la Force. Nashukuru tena ya Sangalbangu na papa president. Mungu akubariki kwa kazi unafanya na unasema malgré mimi napeleka. Mais il faut présence na yeye ikuye. Mungu tena kuone kwa kitu unafanya papa kia kutembea na gari kuya hapa. Malgré unafanya contribution tu unaleta presque bengine wanatumaka tu fedha. Mimi natuma fedha inenda. Na unasema no malgré tena natuma fedha acha presence ikuye pale. Na kama tena kama ukasai banasema hapa nani
Sanga lubamu. Presi wanasanya bakasai, kana kasai, kama kasai, papa, tujoine mwile magrupu, njoo maisha yetu ya kesho. Njoo maserasi yetu ya kesho. Tukamatane, njoo tuende kumbele. Na mimi nashukuru tena kwa community Congolaise ya hapa tena. George, mimi nashukuru tena sana kwa vile mnakamatana na mimi mwenyewe kuko mbintu mimi na mimi mwenyewe. Tulikutanisha hakuna mhubiri. Mimi kupate Bautista. Na pale kama pana mhubiri, mimi najua imani ya papa Gilbert na mama Kapinga Mwamboi. Kama niko nasema sababu tuko Alindi na bale beko Maeba, bale ko Sorwezi, beko natufuata. Ni bamoya betu tulianza nabo kanisa ya Restoration. Kanisa Restoration hata kuna kwa pastor banaku yako ndio vile kazi ya Mungu nekalaka. Bale banabakia kule. Ni bamoya hapa tulienda na kufika na Sorwezi tukabeba mikanda ya Restoration. Tunaenda tunaplanter kanisa ya Restoration Church. Ni njoo pale nilipata tena na hii courage ya kuweza kushimama mbele ya kuweza kubasutenir. Amen, amen. Parce que amen. Amen. Mimi napenda mimi unasema bantu wako nifuata mzuri. Ndio mimi naona sasa tunakuwa na uzuri sana. Amen, amen. Amen. Tushikote tena uzuni, unaona kama nafunika hivi. Ni kusema tunaanza sasa kufanya celebration ya hiki kitu. Penye shi benye bakasai. Mimi mukasai. Shi bakasai kama tunaanza kushika, tunaimbaka, tunacheza. Tunafanya sawa David. Amen, amen. Tunaimba mambo ya huzuni naisha. Maana yake Mungu anafanya mapenzi yake. Hakuna mtu anaweza kubadilisha mapenzi ya Mungu. Kama Mungu anafanya mapenzi yake, iko vile basi. Amen, amen. Sababu uzima wa Mungu ni kitu cha muhimu kabisa. Na kisha kuselebrate maisha ya mtu kinakuwa kia mzuri sana na Mungu kumliko anafurahi. Amen, amen. Kubi vipi tenda kusoma kwa haraka. Tasema misemo 2 au 3 na tutaprocede mara moja. Kama mimi naisha kuhubiri ni kutosha serikali, tunaanza kwa maziko na tutasimamia programu ya kumaziko bila vingine vitafuata kusali. Amen, amen. Tasoma kitabu cha Luka ama mnasema shit tosoma mfrançais mkimombo. Tutasoma Luc chapitre 2 verset. Tutasoma Luc chapitre 2 verset 25 à 26. Tasoma katika jina la Yesu. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Balantangirira bayawe mucharo chiweme. Amen, amen. Munaona mimi natupa mwimbo mimi wote mlitoka kuzana. Mimi hapa wote mnaona msura mlitoka kuzana. Sasa mimi naanza kuimba bibi naimba nguvu umeshinda mimi mwenyewe kumalaya. Amen, amen. Balantangirira bayawe mucharo chiweme. Maana yake alikuwa mwenye kujulikana na Mungu. Mambo yake yote anaweza kufanya, Mungu alimjua. Mekia lazima kabisa kilikuwa kwake. Alikuwa divinement averti par le Saint-Esprit. Amen, amen. Roho Mtakatifu ya Mungu kulikuwa kwake, inamwaverti. Benamwambia sema wewe Simeon, malgré unekala mkanisa miaka ya ndefu, ni mtu mkamilifu.
ni mtu anatembea na sauti yangu. Hivi anatembea na sauti yangu, mie Mungu inaomba nishuke kwake, nimpatie sasa avertissement. Anamwambia nasema, wewe hautakufa, utakopaka uone nani? Masia. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Hautakufa mpaka ufanye nini? Uone Yesu Masia. Mimi nataka kusema hivi, ni vya kweli. Kama tunaendelea kusoma kule chini, utashikia saa ile huyu mtu Yesu akazalika. Simeoni alikuwa mkanisa mtemple. Ile wasa alikuwa mtemple. Hebu nachunga ni nani anachunga promesa ya Mungu. Ile sa promesa ya Mungu ilifika. Na wakati kampata promesa ya Mungu, aseme anamuona Yesu vis-a-vis. Sura ya huyu Simeon, malika kwa mtu mkubwa, anafika naangalia sura ya Yesu. Anaangalia paka hivi, anashukuru Mungu. Jambo moja alisema pale ilikuwa hivi, aseme sasa Bwana, acha mtumishi wako akufe sasa kwa salama, kama tunasema Kiswahili kiadie, apumzike kwa salama. Amen, amen. Sababu anafanya nini? Anamwona Yesu. Haleluya. Acha mtumishi wako apumzike kwa sababu anamuona Yesu. Ndio message ya leo nataka kukuachia huku nini? George. Choba George kama George. Haleluya. Amen, amen. Acha mtumishi wako alale salama, juu anamuona nani? Yesu. Maana yake asikusikie boga ya kufa. Asikusikie boga tena ya kufa. Juu alikuwa deja najua. Kisha hii maisha ninayo, kama nikatoka mwili nikienda mwili nyingine, mimi nitakuwa mtu wa heri, sababu ninamwona nani? Yesu Masihi. Pa ile fasi nitakwambia bien sana. Mnaona ndugu vya dalala hapa. Bananiambia kwa ni wa 28 ans. Hebu na 28 ans miaka yake. Maana yake paka pale tu alikata roho, mambo yake inamalizika. Hapa tubiri tena juu yake ye. Tunaanza kuhubiri ni shibe nyingine hapa. Na kwanza kujikumbusha. Tulijua mifano ya huyu ndugu. Bamingi walijua mifano ya huyu mtoto. Bamingi wanajua mbuzuri na mbubaya. Ile ndio mifano yake. Wakati analala tu hivi pa, kunaisha mambo yake yanafanya nini? Inamalizika. Ile sasa inamalizika, inaachana yeye, inakuwa yeye mwenyewe na Mungu wake. Ndio tunaweza kufanya hapa. Ndio tunaweza kuharibisha. Ndio tunaweza kutengeneza. Ile siku ya mwisho ni wewe mwenyewe na Jehova mtaonana naye. Haleluya. C'est pourquoi kama Mungu anakupatia chance ya wewe kuikaa leo, unakuwa mtu mzima, unatembea, inaomba ukumbuke utakuwa na boka siku ya kufa kwako. Sababu Simeon asikuogope tena. Jua alijua anasema, malgré kimwili ninacho, ana kimwili kia milele. Mikunakuwa mwili wa milele, ni mwili wa kwenda kuishi na Yesu paradise. Haleluya. Amen, amen. Mwili wa kwenda kuishi na Yesu paradise. Jua mwili inakuwa inalazimishwa sasa kuishi wengine. Sasa kama natuomba leo, kama unajua mifano yake na wewe uko yamo, anza hapo kutengeneza. Juu yake nampata leo au una mkalamushi. Amen, amen. Juu ya kufa kwa mtu, akwenda mtu ndio mkalamushi hata. Kile kinachokuwa. Akwenda mtu mwenye mkalamushi. Juu kama Mungu anasimama na kushonga, wewe kwenda. Sasa inaomba utengeneze njia yako na Mungu. Kama unaangalia Asia makambo yake badekala. Baba Mungu anachunga. Amen, amen. Banaishi miaka ya mingi. Banaona na bankana mulababu. Hapa tunasema tubajuku na tubajugululu. Tunatukata mpaka vipi? Haleluya. Amen, amen. Ni kusema kuko mambo Mungu anachungia. Kama unakuwa na jambo mzuri pa dunia, Mungu ataanza kukuangalia. Anaangalia anasema pana, inaomba nichunge msiba kwa huyu mtu. Sababu gani? Unatengeneza maisha yake na Mungu. Anachukua sema kama mimi nitatembea nitaongopa, hiki mimi nakiongopaka sikibambake na hiki kingine mnabambaka. Amen, amen. Ndio pale tunasema hivi. Siku ya leo ni siku ya kucelebrate
ndugu yetu, na ndugu yetu huyu anakufa, analala hapa. Njoo siku ya mwisho atujue sori yake, ile ni mambo na Mungu wake mwenyewe. Haleluya. Atujue shie hatuna bashishi. Tunashikia sema kama ile saa Yesu atakuwa paewa, atakuwa kubeba waliokuwa wake, atakuwa kubeba bado anakuwa na sauti ya Mungu. Kama kuna sauti ya Mungu ndani yako, ni Yesu atashuka, utaanza kupanda, unakuwa saema. Amen, amen. Kile mbesha wanakulembesha unapanda. Basi huko kuna nini? Huko na sauti ya Mungu. Amen, amen. Sasa kulikuwa tunapasha kuya ndani ya sauti ya Mungu. Kama huko ndani ya sauti ya Mungu, utajua kisi kanaweza kufanya. Sauti ya Mungu ni nani? Ni Yesu Masia. Sasa kulikuwa leo, kama wapata kumwamini Yesu Kristo, ukiingia kwa vitu vingine vya dunia, unapasha kujikoreshe, unarudia munjia. Ndio siku ile unaona utalala kama hivi. Tukuseme masemo mzuri, tukuseme masemo mbaya, shia bitoni. Bitatona shie, bitamona yeye mwenyewe alikumba na wewe mwenyewe unalala pale. Haleluya. Habitaona mtu mwingine. Habitaona mzazi yako. Njoo pale Biblia inasema wewe kijana, furahi kwa vijana wako wote. Fanya vyote vile unapenda. Kama unafanya vyote unapenda, na ukumbuke. Amen. Asema hukumu iko kwako. Hukumu ni nani? Ni Yesu Masia. Si watasimama pa ewa. Ataanza kuita wale kwa wake. Wale kwa wake ni banani? Ni wale walichunga sauti yake. Wale walikana ndani ya Yesu Kristo. Sawa Simeon alikuwa anatumikia Mungu mashiku na mashiku. Sawa Kado, malgré kwa mzee wake alianza kuexperience mita kufa. Anashutuka shaka kala wakati mtamble. Kushtuka sasa esprit la kuya. Inamwambia sema wewe Simeon hautakufa. Avant que uyapana kuona Mesia. Haleluya. Hautakufa tena uyaona Mesia. C'est pourquoi kama una sauti ya Mungu, unatembea mboka ya Mungu, na Mungu anataka kupatia promise moja. Anakuambia sema hautakufa. Baka pale utaona Mesia wakati atakuja kwako, na wewe ndio siku ya wao utasikia na furaha. Leo mimi naona wengine nasikia hata boga ya kufa. Shibota tukikwambia sema utadai hata una 70 ans. Hata una ngapi? Utampeka na ule mtu kokoti. Amen, amen. Joli ni ule mtu anakuambia sema utakufa. Amenipigia kufa. Mambo ya kufa hata ndio maparike iko hapo mingi sana. Bali walipigiana tu kufa. Amen, amen. Kama kuna Yesu Kristo ndani yako, utakeside. Utasema kikuye. Cha sikwenzeka chenzeka. Haleluya. Amen, amen. Antuka tunashukuru Mungu sana. Mungu akuma mbingu na dunia. Hivi tutasimama sote yulu na tutaweza kuomba juu ya kusema twende kama mshindikize mwenzetu kwa makao ya mwisho. Mungu Baba wa kuumba mbingu na dunia, tunakushukuru, tunakupigia asante. Angalia Bwana, tunafika mwisho ya ibada ya leo. Tunaanza kwenda kupeleka ndugu yetu kwa makao yake ya mwisho. Kumbe Yesu Kristo ututangulie tena kwa programu ya makao ya mwisho. Tunapenda kuwa pamoja nasi ndani ya jina la Yesu Kristo na Mwokozi wetu, tunasema amen. Amen.
tulipokea message moja kutoka kwa familia. Tunaacha familia iko nabakia hapa. Huku dada yake ya huyu mtoto anaenda. Eko hapa. Familia ananiambia bako bale balizala ndani ya nyumba hii. Sisi wote wa Kongomani tuko watu hapa. Kama uliingia ndani ya nyumba hiyo, mambo yote kimaliza ikiisha leo, muyomba yabo alipresente, mlimuona eko hapa, familia iko hapa. Kama ya kweli ulilipika masashi, Mungu mwenyewe anayua. Kama bali kupika masashi shina na kile mnao sikuweka kwa pana, wewe mwenyewe ndio unayua, na Mungu akukupeleka kule. Leo bandugu yangu, tunapasha tunajikumbusha hako, unajua seme hapa sio mwisho wa maisha yetu. Kwa hiyo tunaweza kuita kwa kuteremsha sanduku, hatuna na mingi tutasema.
Poleni tena. Mimi mwenye kusimama hapa ninaitwa Lubala Mwingereza Tshibanji Michel. Lakini ninasimama kwa niaba pia ya Dede Tumba, president wa communauté congolaise hapa Atlanta. Mimi kama vile mwanamemba wa hiyo communauté congolaise, mimi niko parmi kamati ya washauri. Nimeweza kutumwa na yeye president Dede Tumba ili niweze kusema neno moja ya pole kwa ajili ya kilio hiki na kumpoteza kijana wetu Bokassa Kapuku MC Milan. Tuliweza kumpoteza katika mazingira ya kutatanisha, lakini kama vile tunavyosema, Mungu ametoa na Mungu ametoa. Jina la Bwana libarikiwe katika kila jambo. Amen. Amen. Kwa saa hizi ndugu Dede Tumba naye yuko katika mazishi, iko katika mazishi, na tumeweza kufisha dada yetu mmoja hapa naye mwenye aliweza kupoteza maisha. Angalia, alinitumia nani makordone zote hapa, aliweza kupoteza maisha. Ni dada yake na Dede mwenyewe. Huyu dada anaitwa Kapinga Ntumba, na kwa saa hizi nao wamemaliza mazishi, na alishindwa kujitokeza afike hapa na aweze kuwakilisha pia ile ingine kilio kule kwenye wako kwa saa hizi. Kwa hiyo aliniambia niwaambia kwamba pole sana kwa familia yote, pole sana kwa tukio iliyowakuta, na pia kuhimiza vijana zaidi kwa zaidi waanze kuangalia namna gani ya kuishi katika hali ya hekima na hali ya ustaarabu. Hii ni hali inapaswa kutusaidia sisi wote kubeba maisha na kuongeza siku hapa duniani. Basi poleni sana, na nyinyi wote wenye kushiriki hapa siku ya leo, kwa niaba ya communauté congolaise tunawapigia asante sana, na tunahimiza vijana wengine wote ukitokea tukio kama hili wasiwe wanabakia manyumbani, waweze kujiunga pamoja na vijana wengine. Lakini neno moja tunapenda kusema leo kuhusu hali tuko nayo hapa Marekani. Ningependekeza kuwakumbusha ya kwamba sisi wote wakongomani wenye hapa, wakati tunapotembea tusiache vitambulisho vyetu nyumbani. Tuwe tunatembea na vitambulisho vyetu kwa usalama wetu zaidi. Hali tuko nayo ni hali ya identification ya watu. Kwa hiyo isikutokee bila kuwa na vitambulisho vyako. Na wewe wenye kutembeza gari, tafadhali kama uko na DUI moja wala mbili, jitahidi kuarrange ile situation yako ili isikutokee wakusimamishe ghafla na waweze kufanyia deportation. Kwa hiyo ni vizuri sana muwe mnaangalia huku tuko ugenini, muangalie namna gani ya kuishi vizuri ugenini. Hii ni shauri kwa ajili ya watu wote. Na zaidi pia hata niambie neno kwa ajili ya community yetu wa Wakongomani waongea Kiswahili. Hali tuko nayo siku ya leo ni hali ya kupenda kuwahimiza zaidi kwa zaidi. Wakati tukio kama linafikia hii, tusijitie pembeni. Tujiunge sisi wote pamoja ili tuonyeshe kama tuko tuonyeshe unite. Tusijitenge kwa lugha. Hao wanaongea Lingala, au wanaongea nini, au wanaongea nini, hapana. Sisi wote tuko watu huyu mmoja kabisa. Yes. Hiyo ndio kitu kenye nilikwenda kuonyesha hapa siku ya leo. Asante na Mungu awabariki. Familia inashukuru kwa makamati yote iko hapa. Tuna communauté congolaise kama inashapote watoto wake,
tuna Union fait la force ya wao wote walikuwa kuzambi wanazika mtoto yao. Tuna Grand Kasai Sana Lubangu wote wanazika mtoto yao. Kuzika mtu hapa Marekani ni $20,000. Amen, amen. Hii franga iliweza kutoka wapi kama nini amkuwepo? Asante tukaomba. Mungu Baba mwenye kuumba mbingu na dunia, shia tunakuja kwako magharibi hii. Bwana, kama vile tulianza na ibada, tuishie na ibada. Ni hapa tunaita wapo wako ukaribie hapa, sababu tunajua bila wewe hatuweza kufanya kitu. Kupitia mkono yako Mungu tutaweza yote. Ni kwa maana Baba, tunaanza kuachilia programu yote ya reception katika mkono wako. Bwana, chakula, maji kitakasiwa na damu ya Yesu Kristo. Bwana, tunaamini kusema wewe Mungu unatushikiaka. Kumbe mkono yako ya huruma ikamate bali pote na afya njema iluwe mkila mmoja kupitia chakula hiki. Jina la Yesu, amen. Amen. One. President Masana Lubangu anabaofriri makuta ma $20 kwa watoto. Tupige mbele mikono. Sasa anasema sokoni vile watete tena anaona kilo waone je. Kisha wao watoto watatu wote watia mweba ni mkupani. Kula kitenda vya kupita bengine ni nani? Wote bana na fia hii $20. Munyambie tu kweli. Ula alicheza vya kupita hapa wote watatu hapa ula alicheza kupita mwingine ni nani? Wewe unasema nini?
Wewe unasema nini? Kuomboleza pamoja na wale watamanezi kwa kumea kilio tena akinako. Kusema tu kilio, hakuna kilio inafaa kinaisha. Ba kwenda kwa state nyingine, pale wanaona sema hapana watatoka kesho, kilio akina kupreske tushweza sema hapana kilio kinaendelea, kilio kinaisha. Tukitoka tu hapa kufika tu kwenye maana kilio kwa tena kilio hapana. Na Mungu tena amebariki na bariki tena watu wote ndio watakaribia tena hapa. Asante. Everybody bounce to the beat, like this, like that. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself in case you don't know me. Matrix Actic on this one. I can't forget my director, Victor Vibes on this one. Tuli Balunjinyo.